Kwa nini waamini wanahamasishwa kufunga na kujinyima siku ya Ijumaa Kuu? Usile nyama siku ya Ijumaa Kuu ina historia yake tangu zamani. Hata kwa Wayahudi ni kwamba Ijumaa Kuu tunaacha kula nyama. Kwao iliaminika kwamba nyama ni kitu cha ziada sana, ambacho kingeonesha mtu ameingia katika kufuja mali kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mtu ambaye angekula nyama siku hiyo, inaonekana huyu kwa kweli ametumia mali zake zaidi kwa anasa. Sasa wanaondoa kile ambacho kingeleta tafsiri ya anasa, ili kusudi tuondoe hicho, tubaki na tafakari nzito ya mateso ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo hatuishii tu kwenye kusema kutusile nyama peke yake. Yawezekana mtu mwingine nyama kwake si chochote, lakini lengo la kanisa na kuchukua huo utaratibu wa Wayahudi ni kwamba tusijiingize sana kwenye mambo ambayo yanatupotezea muda zaidi, tukaacha kutafakari msalaba wa Kristo na upendo aliokuwa nao katika kuukomboa ulimwengu. Kwa hiyo tunaacha kula nyama. Lengo la kwanza ni hilo, kwamba vitu vya anasa tunaviacha walau hiyo Ijumaa Kuu. Vitu vya anasa tunaviacha kwa sababu hiyo. Lakini pia nyama yenyewe waliamini Wayahudi wenyewe kwamba siku hiyo mwili wa Kristo unatolewa msalabani. Sasa ni kama ukiingia katika kumbukumbu ya kwamba mwili wa Kristo umejeruhika sana kiasi kwamba yeye mwenyewe amejitabiri katika kitabu cha nabii Isaya kwamba mwili wake utajeruhika na hivi hata mtu akimwona hawezi kumtamani. Kwa hiyo sasa hiyo tafakari nzito, na ukibeba mateso ya Kristo mwilini mwako, unaona kabisa kama nyama ya Kristo iko msalabani vile vile. Kwa hiyo tusiingie katika kishawishi hicho cha kwamba tusahau mateso ya Kristo, na hivi kanisa likatuwekea utaratibu huo tusile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Kwanza ni kujiondoa na vitu vyenye anasa, na tunaweza tukapanua kidogo mawazo kwamba yako mengi tuliyoyazoea, pengine hata nyama ni ndogo sana, lakini yapo mengi ambayo tumeyazoea kuyafurahia na yanatuletea furaha na faraja katika maisha yetu. Sasa tunahimizwa siku ya Ijumaa Kuu walau hayo tuyaache, tutunze tafakari nzito tu inayotuingiza katika mateso ya Kristo Bwana wetu, ambaye alijitoa sadaka siku hiyo kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu.